nafasi hii ni nafasi muhimu zaidi, kwa sababu kama kuna vitu ambavyo ulivielewa kwenye somo ambalo lililopita, basi katika somo hili kuna vitu vingi ambavyo ni vizuri zaidi. Amen. Kama ulikuwepo kwenye ibada ya Jumapili, na nasikitika tu kwa sababu ile somo tulilipoteza, kwa hiyo halitaweza kuwepo. Kwa wale ambao waliandika hatutakuwa nao, lakini pia namshukuru Mungu, siku ya Jumapili alinipa nguvu ya kusimama, kwa sababu nilikuwa siko sawa sana. Leo namshukuru Mungu nina nguvu za kutosha. Amen. Kwa hiyo kwa wewe ambao ulifika siku ya Jumapili, nakumbuka kitu cha somo tulikuwa nasema usimwalike Yesu kwenye maisha yako, bali mpokee awe mwenyeji wa maisha yako. Tukazungumzia sana kwenye eneo la baada ya kuokoka, baada ya kumwamini Yesu Kristo. Maandiko matakatifu yanasema usitegemee akili yako. Amen. Yanasema kwamba usizitegemee akili zako wewe mwenyewe. Sasa mwendelezo somo letu, tutaendelea somo lile lile, na katika somo hili tutakuwa tuna sehemu kama 3. Nitakumbushia baadhi ya mahali ambapo tulifundisha, baadhi ya maeneo ambayo tulipita. Sasa katika somo ambalo lililopita, wiki iliyopita, kipengele cha kwanza ambacho tulijifunza, eneo la kwanza kabisa ambalo tulijikita kuzungumzia, ilikuwa ni katika Luka 7 mstari wa 36 mpaka mstari wa 38. Hapo tulimkuta Farisayo ambaye alimwalika Yesu nyumbani kwake, na tukazungumzia sifa ya Mafarisayo. Walikuwa sio watu ambao wanaweza kumwamini Yesu Kristo, ila walikuwa ni watu ambao wanashindana na Yesu Kristo. Sasa alipomwalika Yesu Kristo nyumbani kwake, hakuwa na nia ya kutaka kujifunza chochote kwa Yesu. Amen. Ila alikuwa na nia ya kuipima hekima yake na hekima ya nani? Ya Yesu Kristo. Na kilichokuja kutokea ni kwamba kuna tukio ambalo Yesu akalisababisha. Biblia inasema walipokuwa katika chakula, ghafla akaingia mwanamke. Na ndio hadithi yetu inaanza pale kwa mwanamke. Kwa nikasema Yesu Kristo alipoalikwa katika chakula, ile mwanamke sasa akageuka chakula kamili. Ambaye aliingia katika chakula ni Mungu, alimuingiza mahali pale. Amen. Alimvuta, na alipomuingiza mahali pale, yule mwanamke akatumika kupima hekima ya Farisayo na akatumika kupima hekima ya Yesu Kristo. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba mwanamke Farisayo alipoona jambo lile, akajiuliza moyoni mwake, akasema, kama Yesu angemjua mwanamke huyu ni nani, kama huyu mtu angelikuwa nabii, angemjua mwanamke huyu ni nani. Akasema kwamba Farisayo alikuwa ni mtu ambaye anasoma Biblia, anamtumikia Mungu, lakini kitu asichokijua ndani ya moyo wake, kuna kitu kukiondoa ambacho ni hukumu aliyokuwa nayo, na ile hukumu alitumika wakati ule kumhukumu Yesu wakati amekaa mbele yake. Amen. Na pia alitumika kumhukumu mwanamke ambaye alikuja kutubu. Kwa huyu ni mtu aliyetangaza kwamba ameacha dhambi, lakini hawezi kuziacha hukumu ambao Yesu Kristo mwana wa Mungu anatupatia hapa, na ndio mfano ambao sasa hivi unaendelea kwa wachungaji wengi, kwa sababu ni aina ya wachungaji na ni aina ya watumishi wa Mungu ambao katika maisha yao wanafanania na huyu Farisayo ambaye alimwalika Yesu nyumbani kwake, lakini hana nia ya kumsikiliza. Bado anaiamini akili yake na bado anaisikiliza akili yake. Na ndio maana wakati Yesu alipoingia akamhukumu, manake alitumia akili yake, hakuwa tayari kuongozwa na Yesu Kristo. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 23 mstari wa 1 mpaka mstari wa 2, kisha akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yote atakayowaambia muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini
hawatendi. Unaweza kuona mfano huu wa Mafarisayo jinsi walivyo, ni kwamba ni watu wanaomwamini Mungu lakini hawatendei kazi. Tangu kuzaliwa kwao wanamjua Mungu. Kwa hiyo unaweza kugundua ya kwamba mtu asiyetambua thamani ya kumtumikia Mungu hawezi kumtumikia sawa sawa. Ndio maana katika somo hili tukafundisha ya kwamba usimwalike Yesu. Tafsiri ya kumwalika ni kumleta Yesu kwenye maisha yako, alafu akili yako bado inaendelea kuzungumza, matendo yako bado yanaendelea kuzungumza. Basi Yesu Kristo haujampokea, isipokuwa umemwalika tu aje kushiriki mambo yako ambayo huna mpango wa kuyaacha na huwezi kuyaacha, na unataka Yesu Kristo asapoti vitu ambavyo vinaendelea kwenye kichwa chako, kama jinsi Farisayo alivyomhukumu hata Yesu Kristo alivyoketi mbele yake. Wokovu wa namna hii haufai. Ikiwa huyu mwanamke amekuja mbele ya Yesu Kristo mwana wa Mungu kutubu dhambi zake na kutua mizigo ambayo shetani alimtwisha kwa miaka mingi, lakini kiongozi huyu wa dini anatumika kumtwisha ile mizigo, kumrudishia ile mizigo. Watu wasipoelewa hii tafsiri ya kwamba nini maana ya wokovu, nini maana ya wokovu? Wokovu si kuwa na jina ya kwamba mimi nimeokoka. Wokovu sio kuwa na jina mimi nampenda Yesu. Wokovu ni kutendea kazi neno la Mungu. Wokovu ni kutendea neno la Mungu, kutendea kazi usiku na mchana. Kuhakikisha ya kwamba unasimama katika maandiko matakatifu na kutenda sawasawa na neno lake. Farisayo alijiona ya kwamba yuko sahihi kwa kile anachokisema. Hakujua ya kwamba tayari ameshatoka kwenye msingi wa wokovu. Na ndipo sasa Yesu Kristo mwana wa Mungu anatupatia picha, kitu gani kimemfanya Farisayo awe na nguvu ya kumhukumu huyu mwanamke anayekuja kutubu, eti kisa anamjua, na pia anamhukumu mpaka Yesu Kristo. Kuna maswali inabidi jiulize. Wakati Farisayo anamwalika Yesu nyumbani kwake, alimwalika kama nani? Alimwalika kama nani? Kwa sababu unamwona hapo Farisayo anasema mtu huyu kama angelikuwa ni nabii. Tayari neema iliyoko ndani yake anaitumia vibaya kumhukumu mtu wa Mungu aliyesimama mbele yake. Na bahati nzuri Yesu Kristo alikuwa na uwezo wa kuona, akayaona maneno yanayopatikana katika moyo wake. Kwa hiyo Farisayo hakumwalika Yesu kwenda kula chakula nyumbani kwake, isipokuwa alimwalika ili kumwaibisha. Alimwalika ili kumwonyesha ya kwamba sisi ni watumishi wa Mungu wazuri kuliko wewe. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wengi katika hii dunia wenye mfano wa huyu Farisayo hayuko mmoja. Wapo wengi sana ambao bado katika vinywa vyao wana uwezo wa kuhukumu wengine pasipo kumsidikisha Yesu. Wana uwezo wa kuwatamkia wengine mabaya na kuwawazia wengine mabaya na kuwazungumzia wengine mabaya pasipo hata kumsidikisha Kristo Yesu ambaye wamempokea na wanamwamini. Wokovu ni kutoka kwenye akili zetu, tutoke kwenye mawazo yetu, tukubali kumsikiliza Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba huyu ni mwanangu pekee mpendwa, msikilizeni. Lazima tukubali kumsikiliza Yesu na sio kusikiliza mapenzi yetu, kusikiliza hasiri zetu. Hazitatusaidia na tutaweza kufika mahali popote. Kabla Farisayo hajafanikiwa kumpima Yesu Kristo kama jinsi alivyotaka kumpima, ndipo Yesu Kristo akamvuta huyu mwanamke, kwa sababu maandiko yanasema mtu hawezi kuja kwa Bwana asipovutwa na Kristo. Manake ni yeye mwenyewe alimvuta huyu mwanamke aje kutubu kwenye nyumba ile alikuwa chakula, ili aone Farisayo atakayezungumza. Nataka nikwambie kitu kimoja. Nimeshuhudia ya kwamba
watu wengi wa sasa hivi waliookoka, hata mimi nimewahi kupitia vitu kama hivyo. Walokole wa sasa wamejaa hukumu kuliko hata Kristo mwenyewe. Unajua, mpango wa Mungu ni kutuokoa sisi, sio kutuzomea. Unakuta hata kanisani mtu amefanya dhambi, amekosea, lakini washirika baada ya kutafuta kumwokoa, unasikia wanazungumza, wanasema alijifanya na mjua Mungu huyu. Sasa unajaribu kujiuliza ni kwamba maandiko matakatifu yanasema ya kwamba kondoo mmoja akipotea, yeye anamtafuta yule mmoja na kisha atawarudia wale wengine. Lakini makanisa ya leo tunaweza tukasema tunamrudisha kondoo, lakini kabla hajarudishwa unakuta mtu yule ameshanenewa maneno mengi sana. Na nizungumze kitu kimoja, kanuni iko hivi: kama kuna dhambi mtu amefanya, amekuja kutubu mwenyewe, msitangaze kanisani. Hata kama mezini, amefanya dhambi gani, mwenyewe kaja kutubu, msitangaze. Mbona mkumtangaza mara ya kwanza alivyokuja na dhambi nyingi sana, amkumtangaza kwenye madhabahu? Mara ya pili kwa sababu amekengeuka ndio mnamtangaza? Kwa sababu kutangaza dhambi ya mtu ni kuliua kanisa. Kuna watu watapata ujasiri wa kufanya baada ya kumtangaza mtu huyo. Tunaweza tukaona kama tunaliponya kanisa, lakini ni kama tunawapa ujasiri wengine wa kuweza kufanya kitu hicho. Ni kwamba mtu mwenye hukumu ya kweli ni Mungu. Kupe ushuhuda mmoja, kuna mtu mmoja aliwahi kufanya dhambi kanisani kwangu. Mimi binafsi nilitaka kumhukumu kutokana na kile alichokifanya, kwa mawazo na namna ambavyo ninajua sheria za Mungu. Lakini pamoja na mambo yote, Mungu akaniambia nisikilize, mimi nina uwezo wa kumhukumu mtu huyo, na hukumu yako wewe haitamsaidia, bali ile nitakayokuelekeza mimi itambadilisha na itamjenga, na hatarudia tena kufanya jambo hilo. Sasa nataka nimfanye kujutia hilo alilolifanya kwanza, alafu kisha mtazungumza baadaye. Naona kitu ambacho Mungu alikizungumza ni kwamba alitaka kwanza kile apitie kwenye changamoto. Tunakimbilia kusema vitu kwa sababu tunayajua maandiko, kama Farisayo. Sasa maandiko matakatifu yanaonyesha kwa nini Farisayo alikuwa na tabia kuhukumu, kwa sababu alikuwa akijihesabia haki, akijiona yeye ni mtakatifu kuliko wengine, akijiona yeye ni mwema kuliko wengine, ni mzuri kuliko mwingine, ni mcha Mungu kuliko mwingine. Naona sasa hii tabia ya kujiona kwamba sisi ni wacha Mungu, ni wanena kwa lugha kuliko watu wengine, ndio zinatupatia nafasi ya kuwahukumu wengine na kuwaona wengine wadogo. Watumishi wa Mungu wengi wana roho za kujiinua, wana roho za kujiona kwamba wao wako juu. Hata katika mahubiri mengine ukiyasikiliza tu mtu anavyokuwa na hubiri, unamsikia mtu anasema hakuna mtu kama mimi, Mungu ananionyesha mimi vitu vyote. Yani vitu vyote anaonyeshwa yeye. Mungu anasema na mimi sana, anazungumza na mimi sana kuliko mtu mwingine. Unakuta nabii na mtumishi wa Mungu anakuambia mimi nabii wa mwisho. Unamaanisha hakuna nabii mwingine atakayetumwa. Mimi ni nabii wa kizazi cha mwisho. Una lugha za kujiinua, watu wanazungumza na tunasikia. Hii ni mbegu ya Mafarisayo ambayo ilikuwepo kwenye kipindi ambacho Yesu alikuwepo, na Yesu aliikemea, aliipima kwa namna nyingi sana. Ndio maana nikaleta somo hili linalosema ya kwamba usimwalike Yesu, nikimaanisha kwamba mtu yoyote anayekualika kwenye harusi yake huwezi kuwa msemaji, isipokuwa utamsikiliza, utakuwa mpole, utakaribishwa kiti, au utaenda kukaa mahali ambapo unataka kama wewe. Sasa mfumo huu wa harusi ndio tunaoutumia kumleta Yesu kwenye maisha yetu. Je, tutafanikiwa? Tutafika mahali popote pale? Farisayo alimwalika Yesu na mwisho siku akamhukumu, na mwisho siku akamhukumu mtu ambaye amekuja kutubu. Kama tunajaribu kuishi na wokovu wa namna hii, hata kama tunasali sana kama Farisayo ambaye alibakiza kitu kimoja tu, bali ni kujihesabia haki na hukumu katika moyo wake, kujiona yeye ni mtakatifu, kujiona yeye ni bora kuliko wengine, basi nataka niulize ndugu yangu msikilizaji, ni nani atakayeingia mbinguni? Ni nani atakayeweza kuiona mbingu? Ni nani atakayeweza kuona ufalme? Wokovu sio kukaa kanisani. Wokovu sio kufanya ibada kila siku, bali ni kuliishi neno la Mungu na kumsikiliza Mungu kama alivyoagiza katika maandiko matakatifu. Tuendelee kidogo, kuna vitu vingine vinaendelea hapo mbele. Na hizi hukumu akazifanya.
Sasa na ndipo inapodhihirika kwamba Yesu Kristo akasema ya kwamba mtu mmoja alikuwa anadaiwa deni kubwa na mwingine alikuwa anadaiwa deni dogo, na deni alipoona kwamba hawawezi kulipa, anasema akawasamehe wote. Akauliza, ni nani atakayependa zaidi? Mwanafunzi akajibu akasema, ni yule aliyesamehewa deni kubwa. Amen. Na ndipo Biblia inatuonyesha kwamba mtu asipojua dhambi yake aliyowahi kuifanya katika maisha yake, ni ngumu sana kuyaheshimu maandiko matakatifu, kwa sababu kumbe Farisayo huyu alishindwa kubadilika, alishindwa kuacha hukumu kwa sababu ya dhambi alizosamehewa zilikuwa sio nyingi. Iko vizuri sana, inakwambia kwamba watu hawa walikuwa wanadaiwa madeni, na mdeni akagundua ya kwamba hawawezi kulipa. Ndugu msikilizaji, hawa wanaozungumziwa hapa ni yule mwanamke aliyekuja kutubu na Farisayo anayemhukumu Kristo, alafu wanapelekwa kwenye uso wa Mungu. Yesu anasema ya kwamba hawa watu walikuwa wanadaiwa na Mungu, walikuwa wana dhambi ambazo walipaswa kupitia hukumu wote wawili. Sasa anajaribu kutuonyesha utofauti wa dhambi zao. Anatuonyesha mmojawapo alikuwa na deni kubwa na mwingine alikuwa na deni dogo sana. Sasa hapa nani mwenye deni kubwa? Mwenye deni kubwa ni huyu mwanamke ambaye alikuwa anafanya dhambi nyingi sana. Mwenye deni dogo ni nani? Mwenye deni dogo ni huyu Farisayo ambayo anayezungumza na aliyemwalika Yesu nyumbani kwake, ambaye sasa anaonekana ya kwamba bado moyoni mwake ana nafasi ya kuendelea kuitumikia dunia na kuiamini akili yake pasipo kumsikiliza Mungu. Na ndipo Yesu anatoa mfano huu, anasema aliyesamehewa zaidi hupenda zaidi, na aliyesamehewa kidogo hupenda kidogo. Ni kwamba inawezekana kabisa huyu Farisayo tangu kuzaliwa kwake ameokoka, au alikuwa anasali, au familia yao ni watu wanaompenda Mungu sana, ni mtu ambaye ni mwanadini tangu zamani. Lakini kuna kitu hapa nataka ujifunze, ya kwamba hamheshimu Mungu wala hamsikilizi Mungu, na anajipa haki kwa sababu ya ibada anazozifanya. Ukiangalia vizuri andiko hili linafanana na mtoza ushuru na Farisayo walipokwenda kusali. Mmoja alipokuwa akisali na mwingine akawa na mhukumu mwenzake. Mpendwa, nataka nikwambie kwamba kama tuna wokovu wa kumhukumu mwingine yoyote, bado tumjui Yesu. Kinachomfanya mtu achukue maamuzi magumu ya kutoa uhai wake kumtumikia Mungu ni kwa sababu ya mahali alipotolewa. Kilichonifanya mimi kuwa mchungaji ni kwa sababu ninayajua makosa yangu, na kinachomfanya mtu kuwa mwimbaji wa kuimbia Mungu katika roho na kweli, kinachomfanya mtu kumtumikia Mungu katika roho na kweli ni kwa sababu ya mahali alipotoka, ndio anajua. Lakini watu wote ambao wametolewa kwenye vitu vya kawaida, wasipokuwa makini, hupenda kidogo, hawapendi zaidi. Kupenda kidogo ni hali ya wokovu wa kuto kumaanisha wokovu wa kuto kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Ni aina ya wokovu ambao mtu ameokoka, lakini huku anaendelea kufanya mambo yake. Kila anachokitaka katika maisha yake anakifanya bila kuzuiliwa na sheria ya Mungu, lakini una bidii kubwa sana ya kumtumikia Mungu. Biblia inasema wana bidii kubwa katika kumtafuta Mungu, lakini si katika maarifa. Ni hapo ndipo tunapoanguka. Lakini kumbe kosa la mtu kutokuwa na utumishi ulio sawasawa, Biblia inafafanua, inatuambia kwamba chanzo chake ni kwamba hajui deni alilosamehewa, wala hata hajijui kwamba alikuwaga kwenye dhambi. Hicho kitu hakifahamu. Lakini watu wanaojua mahali walipotolewa ni pagumu kiasi gani, mahali walipotolewa ni pagumu kiasi gani, hawana muda wa kufanya mizaa hapa duniani, hawana muda wa kuendelea kuhubiri mahubiri ya kuchekesha hapa duniani, hawana muda wa kuendelea kufanya vitu kwa vituko hapa duniani. Wana kazi ya kuifanya kazi ya Kristo kwa kutoa uhai wao, kutoa nafsi zao, kutoa jasho na damu, kuhakikisha ya kwamba
wanalipa deni ambalo wanadaiwa, kwa sababu baada ya kuokolewa sisi tunatakiwa kulipa deni la kumtumikia Mungu kupitia mili yetu, roho zetu, akili zetu na kila kitu, bila kuchoka, bila kujali nini kitakachotukuta. Hebu fikiria kama Mungu angelisema umefanya dhambi miaka 30, basi nitakuadhibu miaka 30 afu kisha nitakubariki. Nataka nikwambie kwamba tumtumikie Mungu kutoka ndani ya mioyo yetu, tuiache akili zetu, bali turuhusu akili ya Yesu Kristo. Tusimwalike Yesu, tumkaribishe. Na huyu mwanamke alinyenyekea, aliutoa moyo wake, aliamua kumtumikia Mungu kutoka moyoni, akaamua kutoa kile anachokipenda ambacho kilikuwa kinampa nafasi kupendwa na wanaume, lakini akaamua kumpa Yesu. Amen. Na ndipo maandiko matakatifu yanaonyesha kwamba Yesu akasema, kwa sababu hiyo, kwa jambo hili alilofanya huyu mwanamke, basi amesamehewa dhambi zake, kwa sababu huyo atakayependa sana naye atafanya zaidi. Kwa hiyo unaona kwamba watu wanaojua ya kwamba wamesamehewa lazima watakuwa na nguvu ya kumtumikia Mungu. Amen. Lazima watakuwa na nguvu ya kufanya ibada. Lakini wale ambao hawajui nguvu ya msamaha ambayo imetoka kwa Kristo, lazima watakuwa ni wazito wa ibada, kwa sababu hawajui walikotoka. Lazima watakuwa ni wepesi wa kufuatilia maandiko matakatifu, kusoma Biblia kila wakati, kutaka kujua kila wakati Mungu anasema nini, kwa sababu wanajua tumesamehewa deni kubwa, hatuna cha kulipa. Malipo yetu sisi ni kufanya ibada kwa Mungu, ni kumtumikia. Hatuwezi kutoa sadaka za kumlipa Mungu, na hatuwezi kufanya kitu chochote kile ambacho kikakawa sehemu ya malipo. Hapana. Nataka nikwambie kwamba juhudi zako ndio sehemu ya malipo, kwa sababu Mungu huwezi kumlipa. Kwa hiyo pia usiwe na ibada za kumlipa Mungu. Amen. Ya kwamba unasali leo, kesho hutaki tena. Unasoma Biblia leo, kesho hutaki kusoma Biblia. Hizi ni ibada za kumlipa Mungu. Usiwe na ibada za kumlipa Mungu. Amen. Hatuna cha kumlipa. Amen. Zaidi ya ibada zetu za kila siku, sauti za shukrani na nyimbo za furaha mbele za Bwana aliyerudisha utukufu wa watu wake. Amejenga tena magofu ya kale. Waliolia sasa wataimba, walioteseka sasa watacheza. Mioyo iliyovunjika itaimba tena, kwa maana rehema za Mungu hazikomi. Bwana asema, nitawazidisha, hamutapungua, nitawaheshimisha, hamutadharauliwa tena. Kizazi kipya kitasimama kwa sifa, mataifa yote yatasikia wokovu wake. Kutoka mavumbini utukufu unainuka, kutoka uchunguni furaha inachanua. Bwana amerudisha tena wimbo wetu, na nyimbo mpya zitasikika duniani. Bwana, tunakushukuru kwa rehema zako za milele. Umerudisha sauti zetu za furaha, Mungu wa wokovu. Utukufu wako uangaze. Bwana, tunakushukuru kwa rehema zako za milele. Umerudisha sauti zetu za